Ndugu zangu waheshimiwa wagombea na waheshimiwa wabunge, mbele yenu kuna hao vijana wetu wawili wameshika masanduku. Hebu yaonyesheni, funua mfuniko, inamisha chini tuone kama hakuna chochote humo ndani. Haya masanduku mnayaona hayana chochote. Kwa hiyo kila kitakachoingia humo ndani ni kura kati ya hizo kura 383 mlizozipiga. Nadhani na nyewe huko nyuma mmeshuhudia. Haya, piteni moja kushoto moja kulia, tumbukizeni hizo kura humo ndani. Na masanduku tupu, kura zinakwenda kutumbukizwa kwenye masanduku. Zoezi kimalizika kupiga kura. Zoezi la kupiga kura linaendelea hapa baada ya wabunge wote kumaliza mchakato huu. Wabunge 383 walijitokeza katika ukumbi huu hivi leo, wakiwemo wale 6 ambao wameteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao katika nafasi ya kikatiba ana wabunge 10 wa kuwateua, na jana kwa mbali nimemwona Bashiru Ali Kakurwa akiwa katika ukumbi huu, akiwa ni miongoni mwa wale 6 ambao wameteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini Dr. Dorothy Onesphori Gwajima, yeye ni miongoni mwa wabunge wa kuteuliwa na Rais. Balozi Mahmoud Thabiti Kombo, ambaye amekuwa katika nafasi ya waziri wa mashauri ya kigeni na mambo ya Afrika Mashariki, na akishika nafasi ya kirejea bungeni kwa mara nyingine. Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa ni kisha mtaja tayari. Abdullah Ali Mwinyi naye ni miongoni mwa walioteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa wakati huu. Lakini Hamisi Musa Omari na Dr. Rimo Simeoni Nyensaho ni miongoni mwa wale 6. Zinasalia nafasi 4 kwa wale ambao wameteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika zile 10. Na leo wapo 383, na ikumbuke kwamba katika majimbo 272 wabunge ambao uchaguzi umekufanyika katika majimbo 271, kwa sababu jimbo moja uchaguzi umesogezwa mbele, jimbo la Siha mkoani Kilimanjaro, kutokana na kifo cha mmoja wa wagombea wa uchaguzi mkuu wa 2025 kulisia kutoka chama cha wananchi kafu. Hivyo wao watafanya uchaguzi kwa tarehe ambayo imepangwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Wakimaliza watatengeneza wale 272 wa majimbo yote ya uchaguzi Tanzania bara 222, na kutoka Zanzibar na kuwa ni wabunge 50. Na hapo 383 wakiwa 116 ambao ni wabunge wa viti maalum kama ambavyo walitangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa bunge hili la 2025, bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. 383 jamani wao watafanya shughuli ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nilikuwa nimekupitisha pia kwa wale ambao wamewahi kushika nafasi ya uspika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukishia kwa mwanamke wa kwanza kabisa kukaa kwenye nafasi hiyo, Anna Semembo Makinda, ambaye alichaguliwa na bunge hili mnamo Novemba 10 mwaka 2010 kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa miaka 5 akashika wadhifa huo hadi Novemba 16 mwaka 2015. Kisha akaja Job Justino Ndugai mnamo Novemba 17 mwaka 2015 akawa spika rasmi wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hadi alipopata ngazi mnamo Januari 2022. Mola amlaze mahali pema, na nafasi yake ikachukuliwa na aliyekuwa naibu wake spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwanamke wa pili kushika nafasi hiyo, Dr. Tulia Ackson Mwensasu, kuanzia Februari 2 mwaka 2022 hadi ambapo tunatafuta spika mwingine tena, na yeye alikuwa kwenye kile kinyang'anyiro cha awali kupitia chama chake cha Mapinduzi, lakini naweza kusema zile dakika za jioni kabisa akajiondoa na chama cha Mapinduzi kikampitisha Musa Azan Zungu, ambaye ni miongoni mwa wagombea hivi leo. Mwenyekiti wa uchaguzi wa spika naye amekwisha piga kura yake, kwa sababu naye ni sehemu ya bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na akisubiri kuapa hivi leo. Lakini kikanuni, ile kanuni ya 9
ya kanuni za kudumu za bunge. Jamani, wote mmetumbukiza box. Yeye kuwa kwenye kiti cha uchaguzi. Haya, katibu, nataka uyasiri haya maboksi yaende kwenye chumba cha kuhesabiwa, lakini siri kwanza. Bungeni, yani weka siri. Kaa bungeni kwa muda mrefu zaidi. Yafunge kabisa. Haya. Yapelekwe kwenye chumba maalum na msubiri hapo, kwa sababu nataka kuwaomba wale